Mimi nikiwa kama mwakilishi bungeni ambaye ninawakilisha Jumuiya ya Umoja wa Wazazi Tanzania, jumuiya yetu inasimamia malezi na maadili ikiwemo swala zima la elimu. Kwa hiyo hapa ni sehemu mwafaka kwa haya yote ambayo mmeyazungumza, na nitaendelea kuishauri na kuisisitiza serikali iweze kutunga sera ya malezi ya taifa kwa watoto na vijana. Hiyo kazi nitaiendeleza kadri Mwenyezi Mungu atakaponijalia uhai wangu katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeambiwa kuna sheria nyingi, najua na mimi mwenyewe nazipitisha pale, za kuwalinda watoto na makundi maalum wamo, lakini bado mimi binafsi yangu nahitaji sera ya malezi ya taifa kwa watoto na vijana. Kwa nini nasisitiza hilo jambo kwa serikali? Kwa sababu malezi hayahusishi watoto wadogo peke yao. Malezi ni ya taifa zima, kuanzia mtoto anazaliwa mpaka anafika chuo kikuu, ni malezi bado. Lakini pia ninaishukuru serikali kwa namna inavyokuwa sikivu kwa mambo ambayo ninajaribu kuyaomba pale bungeni, mojawapo ikiwa ni kuanzisha masomo ya maadili na uzalendo na uraia kuanzia shule za msingi. Jambo hilo wamelifanyia kazi, naamini sasa katika mitaala kuna mambo kama hayo yanaletwa, kwa sababu kama hujamwandaa mtoto mdogo akajua sisi bara la Afrika tamaduni zetu zikoje, mazingira ya maisha yetu yakoje, sio rahisi kufika chuo kikuu kaanza kumwambia mtu uzalendo akakuelewa. Lakini tukianza na watoto wadogo hawa ambao ni watoto wetu wadogo kabisa, kawaambia nini maana ya kuipenda nchi yako, nini maana ya kuheshimu watu wakubwa wazako pamoja na wenzako wadogo, na mambo mengine yanayohusiana na maadili, na kuwafundisha namna gani ya kujikinga dhidi ya ukatili wa watoto. Naamini kabisa miaka ijayo watoto wetu wanaofuata, hawa waliopo sasa hivi watakuwa ni wazazi baadaye. Baada ya kuwafundisha sisi namna gani ya kujikinga na changamoto iliyopo duniani sasa hivi ya ukatili wa watoto, wakiweza kujilinda wao wenyewe, kusaidiana na walimu na wazazi, watoto wao wa kesho watakuwa mahiri zaidi na kupinga vitendo vyote vya udhalilishaji wa watoto. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo mimi kama mzazi na mlezi, na nikiwa mwakilishi wa Umoja wa Wazazi Tanzania, jumuiya ambayo inashiriki moja kwa moja kwenye elimu, malezi na maadili ya watoto, hayo ninajitahidi kuyasimamia, na naamini Mwenyezi Mungu ataendelea kunisaidia. Siku ya Mtoto wa Afrika kila mwaka tunaikumbuka. Naipenda sana siku hii kwa sababu inanikumbusha kwamba mtoto wa Afrika bado ana thamani kubwa. Narudia tena maneno haya. Nimetembelea nchi nyingi sana. Watoto wa mabara mengine sio kama hawa mnaowaona hapa. Watoto wa mabara mengine mavazi yao si mazuri, na hii inatokana na ukuzi na ulezi uliopo huko nje ya nchi hizo. Lakini bado naamini kwamba tukishirikiana wazazi na walimu kwenye suala la maadili tutafanikiwa sana, kwa sababu bado tuko katika hali nzuri, na hawa watoto waliokuwa wadogo wa msingi ndio hasa wa kupewa msingi imara wa namna gani mavazi yanavaliwa ili kujilinda na kujiheshimu, namna gani ya kuongea na mtu mzima, namna gani ya kuheshimiana na mwenzako aliyokuwa umri mmoja, kwa sababu heshima ndio inamjenga mtu kufanikiwa katika maisha yake, nikiamini hivyo. Lakini uadilifu ni sehemu ya uzalendo, kwa sababu unapokuwa mwadilifu hutakuwa mbadhirifu kuanzia huko shule mpaka unafika chuo kikuu na kazini. Na mimi imani yangu kubwa, na huwa siku zote naiweka, kwamba uadilifu ndio msingi wa maisha ya amani.